Mechi ya tarehe 4 ni mechi ambayo kwetu sisi mashabiki wenu tunaitem kama fainali. Huku zote tulikuwa tunacheza kama, lakini kwangu mimi naitem kama mechi ya tarehe 4 na Morocco ni fainali kwetu. Dunia yote inasubiri kusikia habari moja tu, na ndio itakuwa habari ya dunia. Morocco imetolewa na Tanzania AFCON 25 nyumbani kwao. Hakuna story nyingine duniani inayotakiwa kwenda. Hakuna habari nyingine ambayo wananchi wa Tanzania wangepaswa kuisikia, wala wachambuzi wa mipira kwenye viwanja vyote vya dunia hii, zaidi ya kwamba Tanzania imemtoa Morocco kwenye mashindano ya AFCON, tena nyumbani kwao. Haitajalisha nani amechukua kombe baada hapo. Yaani achukue kombe mtu yeyote, lakini story ni kwamba Tanzania ime knock out Morocco home ground. Uwezo huo mnao, sababu hizo mnazo, na nia ya kuandika hiyo historia mnayo, kwa sababu si mara ya kwanza mnaandika historia. Juzi mmeandika historia ya kuingia kwenye 16 bora. Mna uwezo wa kuandika historia ya kumknock out Morocco siku ya tarehe 4, na Watanzania wako nyuma na nyinyi wakiwaombea usiku na mchana. Na niombe kupitia fursa hii, niwaombe wa Tanzania, mashabiki wa Morocco watajaa uwanjani. Na kwa taarifa nilizopewa ni kwamba mpaka sasa hivi tiketi zimeshaisha, na uwanja ule unabeba watu sio chini ya 65,000. Tafsiri yake ya kwamba tutakuwa uwanjani tumejawa na kelele na kila aina ya shangwe za watu wa Morocco. Yawezekana sauti zetu za Watanzania tutakao mle uwanjani zitakuwa chache, lakini mimi nakwambia na nakuomba uamini ya kwamba sauti za Watanzania zaidi ya milioni 60 zitakuwa na wewe uwanjani kwa kila sekunde unaokuwepo ndani ya mechi. Ziba masikio, ubakize kusikia kipenga na maelekezo kumwangalia kocha anachosema, lakini sauti yako au masikio yako yafungue usikie kelele za Watanzania ambao watakuwa kwenye vibanda, watakuwa kwenye mahoteli, watakuwa kwenye nyumba zao, watakuwa kwenye ofisi wakikuangalia wewe ukiliwakilisha na kulipigania taifa la Tanzania.